Yes, Junior. Vipi? Kapa. Huko? Hapo mkopo hapa? Karibu mkuu. Sawa. Baba watoto. Yes. Junior, asante. Sasa na huyu nini mbaya? Peleka kwa nyumba. Wewe lete hiyo na nini, toa hapo kitu yenye nimenunua hapa mgawana. Nini mbaya na huyu? Mgonjwa. Ni mgonjwa? Mgonjwa aje? Weka hizo hapo mafuta, weka hapo vizuri utamwaga. Ndirisha pea mamako. Hii ndio kitu yenye nimeona nimenunua. Hamuna hapa, mpande kwa shamba, kila mtu akue na yake. Sasa nikikugawa umaintain. Nasikia wewe? Wewe zako ndio hiko. Kwa nini unanipea hii? Yaani mtoto ni mgonjwa hapo unanipea vitu gani? Shika hii. Na hiyo packet yote yenye imeenda huko. Wewe naye mbona hujaleta hapa tu? Junior, leta vitunguu. Sikiza na Mokola. Leta tenda. Mimi chenye nimenunua kwa pesa yangu ni hizi vitunguu. Kama ni hiyo budget na hiyo ya weko mwenyewe ndiye alitoa pesa, hizo vitu zenye unaona nimenunua. Nimpe yote aje, na mimi lazima una shamba ya kupanda. Wacha zako bwana. Huyu mtoto anataka kwenda hospitali. Nana amekataa. Haya. Huyo aende hospitali, hata lala kwa nyumba ile hapo. Shida ni nini na wewe? Uko na shida gani? Malaria? Malaria inatokea wapi? Ama mvua ilikunyeshea jana? Huyu mtoto hana neti. Nasemanga tu mambo ya neti kila siku. Umbu zimejaa kila mahali. Sasa hana neti. Mimi nilikuambia enda pale hospitali uone registration ya hizo vitu ni gani, uchukue neti. Unaniambia mimi neti? Wewe ndiye ilikuwa inafaa uende huko, si mimi. Si mimi. Nitajua aje? Andika wapi mama ndiye anaenda kuchukua neti? Baba hata tuana kwangu huko. Mama, wewe ndiye unajua maslahi ya mtoto. Kitu cha kwanza ni kutoka hapa kuangalia health care. Saa hizi wanatangaza neti zikiwa mnagawa. Itakuwaje? Nini? Tumbo inauma mtoto. Hebu angalia. Tumbo inauma mtoto wangu. God have mercy upon us. Angalia tumbo. Hebu chukua mtoto umpeleke hospitali. Hebu anza na huyu kwanza. Si unaona ako serious? Hapana. Wewe kwe. Unajua mumeanza sasa unauliza mimi, we Junior. Baba Junior. Si mimi nimetoka tu huko vizuri Tangulia mtoto twende hospitali. Angalia mtoto wangu. Tulia kwanza. Hebu angalia tumbo. You are mad. We, venye nimetoka huko nikaingia, huyu mtoto alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa, alikuwa anajikaza tu. Alikuwa anajikaza aje? Si unaona? Mtanifanya. Hebu angalia mtoto na huyu nani mgonjwa? Ati nani mgonjwa? Wewe pia unaomba. Hapana. Umeita huyu mtoto hapo ndani kumwambia nini? Hakuna kitu kama hiyo. Mtu mwenye ameambiwa na kaanga hivi. Odi hapa tu. Simama tuende hospitali. Odi, kwani hamna karibu? Karibu mama. Karibu. Inaendelea hapa. Hapa hata sijui, hata sijui nianzie wapi. Natoka zangu kazi vizuri, kufika hapa mama. Chenye naona hapa ni kitu tofauti. Huyu mtoto amekutana na mimi pale kwa geti. Nikampa bidhaa ambazo nilikuwa nazo. Alafu kuingia hapa napata huyu amelala hapa, yeye ni mgonjwa. Kumpeleka hospitali. Sikiza, nataka kumpeleka hospitali. Huyu anatoka huku ananiambia Junior pia venye ameanguka hapa ni mgonjwa. Mama angalia, hebu angalia. Mtu mzima anakaa hivi hapana. Ukibeba mzigo unabeba yenye na kutosha. Uwezi beba yenye kutosha. Sikatai mama, lakini subiri kwanza. Kuna mchezo inaendelea hapa. Na hiyo mchezo mimi sitakubali. Mimi kama mzazi, hao watoto huyu na huyu wako na michezo wanacheza hapa. Kwa watoto. Sasa wewe mchezo kwa watoto? Michezo wanacheza hapa. Watu wanaweza cheza ugonjwa kweli? Mwenye nimekuja kwa akiwa kwa hisia za ugonjwa ni huyu. Junior, wewe unauma na tumbo?
Acha alafu alikuwa amekaa hapa kwa nini? Junior umeanza saa ngapi kumwona tumbo? Junior wewe ni mgonjwa? Junior wewe ni mgonjwa? Uko serious Junior? Unajua shida ni kwamba ukienda hospitali na kama we si mgonjwa na udungwe sindano, we umekufa. Kwa maana hakuna ugonjwa kwa tumbo, kwa mwili. Mama, hapana, mama ameniambia tu. Niseme mimi ni mgonjwa. Ona. Nikuambia mizigo. Mama amekwambia nini? Nijidanganye mimi ni mgonjwa. Mama amekwambia ujidanganye wewe ni mgonjwa? Na hadi wewe unajidanganya kwamba wewe ni mgonjwa, unadanganya babako. Wewe mwanamke unatamani ugonjwa. Haya ndio maneno yenye unaekea kwa watoto wangu. Na sasa haya ndio maneno yenye unaekea. Toa budget, tena unaweka ugonjwa kwa mtoto. Kwani wewe mwanamke mgani wewe? Hebu rudi kwa nyumba Junior pia wewe. Wacha nikuulize, venye umekuja na kitunguu mwanzo umefanya aje? Si nimekupa kitunguu? Nikapea huyu kitunguu? Uko na pesa ngapi sasa? Ya nini? Uko na pesa ngapi sasa yenye unataka kupelekea Faith? Sasa kama huyu ni mgonjwa tena unaniuliza mimi pesa ngapi? Okay, niko na 200 nataka kumpelekea hospitali alafu 200? Unipatie 100, upatie mama Faith 100. Angalia huyu mwanamke. Uko sawa wewe na akili yako? Uko sawa? Huyu ni mgonjwa. Huwezi jua hata matibabu kwa hospitali itachukua pesa ngapi. Wewe unasema kama ni ya ugonjwa nimpe 100, wewe nikupe 100. Pia mimi niko na majukumu. Majukumu ya mtoto. Hivyo ndio venye ulikuwa umetangajishia mtoto hapa. Hivi ndio hizi ndio tabia zenye unafunza watoto. Wewe unataka kutoa, wewe nyamaza. Wewe unataka kutoa. Ni bwana wako tena ni bwana wangu. Ananipea 100 pia unachukua 100. Usichukue shida ya mwenzako kujiwekea wewe. Unajua ugonjwa na kuwa mzima ni mama, acha kuegemea upande moja. Sikuegemea. Hapana. Pia mimi niko na majukumu. Una mahitaji. Wekwe. Hapana. Wekwe nimekuangalia wewe penye ulitoka. Hao walipumzika. Hizi tunde michezo zenye una create hapa kwa mtoto. Hakuna. Huyu mwanamke anataka ataachana na mimi. Ataachana na mimi. Mvalisha aende hospitali. Hapana. Wewe acha ujinga hapa bwana. Haujakuja hapa kunipimia nini? Unajua utaspend pesa ngapi? Hii ni ujinga. Pesa ngapi? Mama tafadhali kaa na wasichana wako wafunze tabia. Tafadhali na hii si shida yangu mimi. Na kuomba tu tafadhali. Nilikwambia mwanzo. Wanawake wawili shida tu. Si nilikwambia? Mbona ungekaa tu na mkola peke yake? Unaleta hii kabila nyingine hapa kuleta shida hapa. Wewe pia mama unaongea nini? Umekuja kutengeneza ama kuharibu? Huyu yako na tabia mbaya. Sasa vile ulikubali kuzaa mapacha, ongeza maziwa. Aongeze. Aongeze. Na belata una kazi. Sasa utajitetea. Sasa huyu mwanamke una coach mtoto hapa. Wewe.